Taarifa hii imezua mjadala mzito nchini. Mawaziri 7 waliowahi kutamba kwenye serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan sasa wametoweka kabisa kwenye baraza jipya. Je, nini kimetokea? Kwa nini sura zao hazipo tena? Katika mabadiliko mapya ya uongozi uliotangazwa na Rais Samia Suluhu Hassan, wanasiasa 7 waliodumu kama mawaziri kwenye muhula wake wa kwanza wameachwa nje ya baraza la mawaziri sasa. Hawa ni viongozi waliofanya kazi katika nyakati tofauti serikalini, wengine wakiwa na rekodi nzuri kabisa na hata kusifiwa na Rais Samia Suluhu Hassan, lakini bado haikuwapa tiketi ya kurejea tena katika baraza lake jipya. Orodha hiyo inamjumuisha Jenista Mhagama, Dr. Selemani Jafo, Doto Biteko, Damas Ngumbalo, Hussein Bashe, Pindi Nchana na Innocent Bashungwa, ambao kwa sasa wanarejea kwenye nafasi zao za ubunge wa kawaida baada ya ushindi wa uchaguzi mkuu wa Oktoba 29. Kwa mujibu wa wachambuzi wa siasa, hatua hii inafungua ukurasa mpya. Kwa upande mmoja ni dalili za mabadiliko ndani ya chama, au kwa upande mwingine inaonyesha dhamira ya Rais Samia kuleta sura mpya serikalini na kuweka msisitizo mpya wa utendaji. Nikianza na Jenista Mhagama. Kati ya mawaziri hao waliotupwa nje, wapo wanasiasa waliodumu kitambo katika wizara akiwemo. Swali lililobaki ni je, mabadiliko haya ni dalili ya mkondo mpya wa siasa za ndani ya chama au ni mkakati wa kuimarisha serikali kwa kizazi kipya cha viongozi? Karibu tuchambue habari hizi kwa kina. Sasa huyu ndiye waziri aliyedumu serikalini kwa miaka zaidi ya 20. Hakuwahi kutolewa nje ya baraza la mawaziri hadi sasa. Alianza enzi za Kikwete, akabaki kwa Magufuli, akatumikia awamu ya 6 ya Rais Samia, lakini safari yake imefika mwisho. Nini kimetokea? Katika orodha ya wanasiasa 7 waliotemwa na baraza jipya la mawaziri, jina la Jenista Mhagama limekuwa gumzo zaidi, na si kwa bahati mbaya. Jenista ni miongoni mwa viongozi waliowahi kuhudumu kwa muda mrefu ndani ya wizara. Rekodi inamtofautisha na wengine. Safari yake imo ya kihistoria ndefu. Alianza kuchanua kisiasa mwaka 2020 kupitia mbunge wa viti maalum, kisha mwaka 2005 akiwa mbunge wa jimbo la Peramiho. Uteuzi wake wa kwanza serikalini ulifika Januari mwaka 2014 alipochaguliwa na Rais Jakaya Mrisho Kikwete kuwa naibu waziri wa elimu na mafunzo ya ufundi. Mwaka uliofuata 2015 alipanda hatua kubwa. Aliingia baraza la mawaziri kama waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge na utaratibu. Na alipokuja hayati Magufuli, Jenista alipoteza nafasi hiyo. Aliendelea kukalia kiti cha uwaziri kama alivyokuwa enzi za Kikwete. Kwa zaidi ya muhongo mmoja hakuwahi kuachwa nje ya baraza. Alikwea kutoka wizara moja hadi nyingine, ikiwa ni pamoja na wizara ya sera, bunge na utaratibu, na baadaye wizara ya afya, ambapo alimaliza mwisho mwa kipindi cha kwanza cha Rais Samia. Zaidi ya uzoefu wake, Jenista aliwahi kusifiwa hadharani na rais alipofanya ziara Peramiho. Lakini cha zaidi ni kwamba Jenista aliwahi kusifiwa hadharani na Rais Samia alipofanya ziara Peramiho Septemba 2024, akiashiria kwamba mchango wake ulikuwa unatambuliwa. Lakini sasa kwa mara ya kwanza tangu aingie serikalini, analejea bungeni bila nafasi ya uwaziri. Je, hii ni ishara ya mwelekeo mpya wa serikali au ni mwanzo wa sura mpya tofauti katika safari yake ya kisiasa? Waziri mwingine ni huyu hapa. Alianza kama naibu waziri, akaapa kuwa mmoja wa mawaziri wenye ushawishi mkubwa serikalini, lakini leo ameachwa nje ya baraza la mawaziri. Safari ya Jafo imegeuka gumzo jipya kisiasa. Ili kuendelea kuwa hapa kupata video hii, tafadhali usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Ukiachana na historia ya Jenista Mhagama, safari ya Dr. Selemani Jafo ndani ya serikali nayo imeacha maswali mengi baada ya kutemwa kwenye baraza jipya la mawaziri. Jafo alianza kupanda ngazi serikalini mwaka 2015 alipochaguliwa na hayati John Pombe Magufuli katika wizara ya nchi, ofisi ya rais, tawala za mikoa, serikali za mitaa, yaani TAMISEMI. Miaka miwili baadaye, mwaka 2017 alipewa dhamana kubwa zaidi alipoteuliwa kuwa waziri kamili wa wizara hiyo muhimu. Mwaka 2021 ndani ya utawala huo alihamishiwa ofisi ya makamu wa rais, muungano na mazingira,
akiendelea kuhudumu katika nafasi ya uwaziri. Mambo yamebadilika Machi 19, 2021 baada ya Rais Samia Suluhu Hassan kuingia madarakani. Katika mabadiliko madogo ya baraza, alimrejesha Dr. Jafo kwenye mstari wa mbele, akimteua kuwa waziri wa viwanda na biashara. Alitumikia wadhifa huo hadi mwisho wa muhula wa kwanza wa Rais Samia, na sasa kwa mara ya kwanza tangu mwaka 2015 jina lake halipo tena kwenye orodha ya mawaziri. Je, kuondolewa kwa Jafo kunafungua mjadala mpya, au hii ni sehemu ya sura mpya ya serikali ya Rais Samia, au ni mabadiliko ya kimkakati ya ndani ya chama na serikali? Sijui nini kimetokea kwa Bashe. Alikuwa ni mmoja wa mawaziri waliotamba na kusifiwa na wakuu wa nchi, lakini leo Bashe naye ametemwa kwenye baraza jipya la mawaziri. Nini kinaendelea? Hussein Bashe ni miongoni mwa wanasiasa waliojijengea umaarufu mkubwa ndani ya serikali ya awamu ya 5 na ya 6. Safari yake kitaifa ilianza mwaka 2015 alipochaguliwa kuwa mbunge wa Nzega mjini, nafasi aliyoitumia kujipatia ushawishi mkubwa wa kisiasa. Mwaka 2017 hayati John Pombe Magufuli alimtambua na kumteua kuwa naibu waziri wa kilimo kabla ya kumpandisha daraja mwaka 2019 na kumpa wizara hiyo kamili. Nafasi hiyo ambayo ilimpa umaarufu mkubwa kutokana na utendaji wake wa moja kwa moja na msimamo wake mkali kuhusu sekta ya kilimo. Bashe amekuwa miongoni mwa mawaziri waliowahi kukunwa na kusifiwa na wakuu wa nchi kwa namna alivyoisimamia wizara yake. Hata alipomaliza muda wake sasa, kupitia ukurasa wake mpya wa Instagram, Bashe ameibuka na ujumbe wa kumshukuru Rais Samia, akisema anathamini muda aliopewa, kuaminiwa na kutumikia serikali. Lakini pamoja na rekodi yake kubwa na nzuri na sifa alizowahi kupewa, Bashe sasa anarudi katika nafasi ya ubunge bila wadhifa wa uwaziri. Je, hii ni sehemu ya mkakati mpya wa mabadiliko serikalini, au ni hatua inayoashiria sura mpya ya uongozi wa ndani ya chama? Nafasi sasa ni yako. Ni wabunge gani wengine waliokuwa mawaziri katika wizara hizo zilizopita na sasa hawana tena uwaziri wao? Kama unahisi ni kwa nini, hebu niambie katika comment ili na wengine tuweze kupata uelewa kupitia hicho unachokifahamu wewe. Ili kuwa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Je, unapanga harusi mwaka huu na unahitaji kumbukumbu zenye thamani ambazo hazitafutika? Bas, ofa hii hapa maalum kwa ajili yako. Kwa shilingi 620,000 tu unapata huduma kamili ya video shooting na upigaji picha kwa kutumia vifaa vya kisasa. Utapata pre-wedding pictures na video, picha 100 zilizopangwa kwenye album, flash 3 zenye video na picha zote za harusi yako, pamoja na picha 2 kwenye frame za ubora wa hali ya juu. Usikose ofa hii ya kipekee, ni ya muda mfupi tu. Wasiliana nasi kupitia simu namba 0692-318-213. Sisi tunaunda kumbukumbu zinazodumu milele. Karibu tukuhudumie.